Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako bali vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni una mipango ile kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na nchi ya Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo. Tukija katika uchambuzi wetu, bila shaka ndani ya masaa 24 kuna movement zimeendelea hasa katika mgogoro baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran. Movement ambazo zimeendelea, ziko movement za kidiplomasia na ziko movement ambazo ni za kijeshi. Katika upande wa diplomasia, ndani ya masaa 24 yaliyopita, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, Abbas Araghchi, alikuwa na kikao na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi ya Uingereza, Ujerumani pamoja na Ufaransa katika mji wa Geneva nchini Uswisi, kujadili kuhusiana na swala la nuclear program ya nchi ya Iran. Pendekezo kubwa lilikuwa linaonekana ni kuishawishi Iran iwe na zero enrichment, maana isifanye urutubishaji wa namna yoyote. Pendekezo ambalo Abbas Araghchi au kwa msimamo wa Iran wameona kama ni pendekezo ambalo halifai, hawezi kulifanyia kazi. Lakini ukiachilia mbali hapo, ni msimamo wa nchi ya Iran kukataa kuzungumza na Marekani, yani kufanya makubaliano yote na Marekani, ikiitumu Marekani kwamba makubaliano yote watakaokuja kuyafanya na nchi ya Iran lengo ni kuikava nchi ya Israel na sio kinyume na hapo. Kwa hivyo wakaweka msimamo, makubaliano yote au mazungumzo yote na nchi ya Marekani ni lazima yaambatane na utaratibu wa Marekani kuikanya Israel au kuikataza Israel iache kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran. Jambo ambalo mpaka sasa hivi tunaamini kwamba bado halijafanyika na hatutaraji kwamba kama litafanyika kwa haraka kwa sababu ya sensitivity yake. Kitendo cha Marekani kuiambia labda Israel iache kuishambulia Iran, maana yake ni kupoteza credibility ya Benjamin Netanyahu. Kama alivyosema Bill Clinton kwamba lengo la Netanyahu kuanzisha mgogoro huu ni lengo la kuhitaji akaendelee kubaki madarakani milele. Alitumia lugha namna hiyo Bill Clinton. Kwa hivyo kusema isitishwe huu mgogoro, maana yake ni kupoteza credibility ya Benjamin Netanyahu, na jambo ambalo Benjamin Netanyahu hawezi kulikubali kwa namna yoyote. Kwa hiyo maana yake msimamo wa Iran actually uko hivyo, msimamo ambao unatupa indication kwamba kuna uwezekano mkubwa Iran inahisi kwamba ina kadi ya kutumia katika kubaki katika msimamo huo. Jambo la kwanza ni uwezo wa Iran katika kufanya mashambulizi katika eneo la Mashariki ya Kati, ambao ni moja katika maeneo muhimu kwa nchi ya Marekani, kwanza katika uchumi wake, lakini vile vile kwa kuzingatia maslahi yake yaliyoko ndani ya nchi za Mashariki ya Kati. Kuna umuhimu wa kuwepo na bezi zake pale katika eneo la Mashariki ya Kati, bezi ambazo almost zote zipo katika region ya Iran. Kwa hiyo inawezekana Iran akaona hii ni karata ambayo Marekani hawezi kufanya maamuzi yatakayohatarisha maslahi yake makubwa ndani ya eneo la Mashariki ya Kati. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, inawezekana Iran wanaona nafasi yao kijiografia, ukizingatia eneo ambalo Iran wapo ni eneo la kimkakati, kwa kuzingatia kwamba sehemu ndogo ya Persian Gulf ni sehemu ambayo inaisukuma dunia kwa 20% mpaka 30% katika upande wa mafuta na katika upande wa gesi. Lakini vile vile kuna nchi kubwa ambazo zinanufaika na eneo la Ghuba, ukiachilia mbali Marekani yenyewe, lakini vile vile nchi kama China, na ndio maana imeamua kupeleka baadhi ya meli zake za ujasusi. Maana yake mpeleka meli mbili namba 855 na takriban 815A katika eneo lile la Ghuba, kwa sababu pamoja na vikwazo ambavyo Iran imewekewa, lakini China ilikuwa inaendelea naye kufanya biashara, kupata mafuta kwa bei rahisi kutoka katika nchi ya Iran. Sasa eneo lile kijiografia namna gani linasukuma uchumi wa dunia kwa 20% mpaka 30% katika upande wa nishati, maana yake ni moja katika silaha ambayo inawezekana Iran wanaona kwamba kwa kadi hii tuliokuwa nayo sio rahisi mtu kuweza kuruhusu kuanzisha mgogoro katika eneo la Iran, kwa sababu mwisho wa siku wao hasa ndio kama
hodhi sehemu ya Strait of Hormuz. Manake wana ushawishi mkubwa katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Na ukizuia katika mlango bahari wa Hormuz, manake umezuia usambazaji wa nishati katika dunia kwa 20% mpaka 30. Jambo ambalo matokeo yake litapelekea dunia kuwa na access ya takriban 70% ya mafuta labda na gesi. Lakini vile vile ukiangalia mgogoro ulioko katika nchi ya Urusi ambao ni supplier mkubwa wa mafuta na gesi, lakini vile vile mgogoro ambao upo baina ya Marekani na nchi kama Venezuela, na ukizingatia kama Venezuela ni nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na mafuta mengi duniani, lakini access ya nchi za magharibi au nchi ya Marekani kufikia katika access ya kupata mafuta kutoka katika nchi ya Venezuela ni jambo ambalo ni mgogoro mkubwa. Kwa hiyo ukiangalia Iran anaona kwamba yeye kuguswa maana yake ni watu wamekusudia uchumi wa dunia uharibike. Na kwa sera za Rais Donald Trump, sera zake ni moja kwa moja zina focus katika kutengeneza uchumi na hasa uchumi wa nchi kama Marekani. Kwa hivyo inawezekana Irani wanaona kwa geographical location yao au kwa sehemu ambayo wao walipo ni ngumu mtu kwenda kugusa, kwa sababu maana yake uchumi wa dunia utakwenda kuwa disturbed. Utakuwa disturbed vipi? Maana yake ni kwamba viwanda vingi bado vinatumia mafuta ya petroli kwenye uendeshaji wa mitambo na vitu kama hivyo. Kitu ambacho kwa upande mmoja au mwingine inapokuwa upatikanaji wake ni mdogo, maana yake itawalazimisha wazalishaji kama wa viwanda na mfano wake kununua mafuta kwa bei ghali, jambo ambalo litapelekea vile vile uzalishaji kuwa katika bei ghali, lakini vile vile bidhaa pia kuuzwa kwa bei ghali, jambo ambalo litapelekea hata sera za nchi ziweze kubadilika kwa ajili ya kuwawezesha wananchi kuweza kuafford kununua bidhaa ambazo zinauzwa kwa bei ghali. Kwa maana kwamba serikali inaweza kubadilisha sera ambazo zitalazimisha manake mzunguko wa pesa uongezeke, aidha kupitia katika benki kuu, manake kutoa maelekezo katika hizi benki za kawaida, commercial bank, kupunguza labda kiasi cha riba, kiasi ambacho itasababisha watu wengi waweze kwenda kuchukua mikopo. Lakini mwisho wa siku ni jambo ambalo litapelekea tatizo kama la inflation, manake kupanda kwa thamani ya au anguko, manake kupanda kwa thamani ya bidhaa, lakini vile vile thamani ya pesa kuanguka katika nchi. Kwa hiyo maana ni jambo ambalo linaweza kugusa sera, likagusa kwa maana ya kwamba ule uchumi wote wa dunia inawezekana ukaathirika kwa upande mmoja au mwingine. Kwa hiyo inawezekana kadi hii ndio kadi ambayo Irani wanaona kwamba wanayo, na hivyo wana haki ya kusimamia katika msimamo wao. Kwa hiyo katika upande wa diplomatic ways au katika upande wa kidiplomasia palikuwa kuna jambo hili ambalo lilikuwa limeendelea. Lakini jambo lingine ambalo tumeliona ilikuwa ni bado mivutano ya hapa na pale imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran. Nchi ya Israeli imefanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo ambao tunaona kwamba kwa upande mmoja mwingine ni kama wamejaribu kutanua wigo wa kufanya mashambulizi, kwa sababu mashambulizi yao mengi walikuwa wanayafanya katika upande wa kaskazini magharibi, kwa kuzingatia kwamba ni eneo ambalo ni potential, na potentiality yake inakuja kwa sababu ya umbali kutoka katika nchi ya Iraki kuelekea katika eneo la nchi ya Iran, kwa sababu mpaka sasa hivi ndege za Israel sio kwamba zinaingia ndani ya Iran, bali mashambulizi zinafanya kutoka katika upande wa Iraq. Pamoja na kwamba serikali ya Iraki imezungumza kwamba haihitaji anga yake itumike kwa ajili ya mashambulizi kwenda katika nchi ya Iran, lakini tunachokitaraji ni kwamba mashambulizi tuendelea kuyaona kutokea katika nchi ya Iraq, hasa kutoka katika miji kama ya Suleimania na miji kama ya Erbil ambayo iko chini ya Wakurdi ambao wanavyoishi ni kama watu wanaojitawala wenyewe, na kwa sababu ya ukaribu wao na nchi kama Marekani, bila shaka haliwezi kuzuia access ya nchi ya Israel kuweza kufanya mashambulizi kutokea katika miji ya Iraq. Kwa hivyo kwa sasa hivi tumeona kwamba kwanza leo nchi ya Israel wamefanya mashambulizi kwenda katika mji wa Ahvaz. Mji wa Ahvaz ni mji ambao unapatikana zaidi jamii ya watu wanaitwa Ahwazul Arab, jamii ya Waarabu, ambao tulikuwa tunataraji kwamba kwa mpango wa mwanzo wa Israel kutaka kuvunja sehemu ya ile security system ya upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Iran, lengo kubwa ilikuwa ni kuruhusu jamii kama ya Wakurdi kutoka upande wa Iraq wawasaidie kuungana na Wakurdi wa sehemu ya Kurdistan, na kisha baada hapo waanze kufanya movement. Lakini moja katika society ambazo
tulikuwa tunaamini kwamba zingeweza kutumika kwenye kufanya hiyo movement ni jamii ya Ahwazul Arab, ni jamii ya Waarabu, kwa sababu ni jamii ambayo kwa upande mmoja au mwingine wakati mwingine huwa inakuwa na migogoro na serikali ya Tehran. Kwa hivyo kushambulia katika sehemu hii ya Ahvaz ni ishara, katika mji wa Khuzestan ni ishara kwamba mpango wa Israel wa mwanzo wa kuangusha serikali kwa kutumia wa Iran wenyewe ni kama mpango ambao umekatiwa tamaa, na ukizingatia pia kwamba wa Iran wenyewe inaonekana wako highly solidified, wako katika umoja mkubwa sana, tofauti na mwanzo walipokuwa na migawanyiko. Lakini sehemu nyingine ambayo tunaona kwamba wangeweza pia kutumia movement hiyo ilikuwa ni sehemu ya kusini katika mji wa Baluchistan, kwa kuzingatia pale kuna jamii ya watu wanaitwa Baluchi ambao wapo katika upande wa Pakistan na pia katika upande wa Iran. Hawana composition kubwa, sio kwamba ni jamii ambao labda wako wengi, lakini ingekuwa ni sehemu nzuri ya kuanzia, kwa kuzingatia kwamba jamii ya Wabaluchi wako ambao wana msigano na serikali, wanajiita Jeishul Adli, ni kikundi kinajiita Jeishul Adli, ambao tulikuwa tunategemea kwa Wabaluchi huku chini hakujawahi kufanyika shambulizi, lakini tutegemea kwamba ni starting point, ikiwa walikuwa wanataka wafanye mapinduzi ya kuipindua serikali iliyopo, ilikuwa ni kwa Wabaluchi au kwa Waarabu wanaopatikana katika mji wa Khuzestan, katika hii sehemu ya Ahvaz ambao ni Ahwazul Arab, na sehemu ya kaskazini ya Kurdistan ambao actually pia sometime wale wa Kurdi huwa na misigano na serikali ya Tehran. Kwa hiyo leo Israel kufanya mashambulizi katika eneo la Ahvaz wanaopatikana Ahwazul Arab ni ishara ya wazi kabisa kwamba mpango wa mwanzo waliokuwa nao ni mpango ambao kwa sasa hivi inawezekana umewekwa kapuni, kwa sababu inaonekana kwamba hesabu yake ilikuwa ni hesabu ambayo haiko sawa sawa. Lakini vile vile amefanya mashambulizi katika mji wa Sefrud, sehemu ambayo inapatikana mto wa Sefrud ambao inapatikana kama upande wa kaskazini karibia na bahari ya Caspian. Wamefanya mashambulizi katika maeneo hayo, na hii ni kuonyesha kwamba ni expansion, ni kutanua kidogo wigo mashambulizi yao. Ukiachilia mbali katika mji wa Sefrud, wamefanya mashambulizi pia katika sehemu ya Lavasan. Sehemu ya Lavasan ni sehemu inapatikana zaidi sehemu ya kaskazini mwa mji wa Tehran, lakini ni sehemu ambayo kwa upande mmoja au mwingine na mazingira mazuri ya, maana ni sehemu ambayo ina mwinuko, ina vivutio kwa upande mmoja au mwingine. Vile vile wamefanya mashambulizi katika sehemu. Vile vile wamefanya mashambulizi katika mji wa Rasht ambao vivyo unapatikana karibia na bahari ya Caspian katika upande wa kaskazini. Kuongezeka kwa mashambulizi haya au kutanuka kwa mashambulizi haya kunaweza kukatupa ishara nyingi. Ishara ya kwanza ni kwa sababu maeneo ambayo Israel wanashambulia kwa sasa ni moja katika maeneo sensitive, kwa sababu silaha nyingi za Iran ambazo tunasema kwamba ni precision hypersonic missiles, zile silaha ambazo zina accuracy kubwa. Manake silaha yote inapokuwa inarushwa kuna kitu huwa tunakitazama kinaitwa secular error probability. Secular error probability manake ni ule mzunguko ambao silaha inaweza ikaanguka. Sasa silaha nyingi ambazo zinapatikana katika upande wa magharibi ni silaha ambazo mzunguko wake ni mdogo, kwa maana ya kwamba ikielekezwa labda ipige kwenye chumba, basi itakwenda kupiga pale katika chumba. Haitoki, upana wake wa kutoka katika target inakuwa ni mdogo, kwa ina maana inakuwa ina usahihi zaidi katika kulenga kwenye sehemu. Lakini silaha nyingi ambazo zinatoka upande wa magharibi na upande wa katikati ya Iran ni silaha ambazo tunasema ile secular error probability yake kidogo ni kubwa. Unakuta silaha labda ule mzunguko wake unaweza kutarget labda ni mita 30 mpaka mita 40. Kwa ina maana kama target iko ndani ya mita 10, inawezekana ile silaha ikapiga kwa pembeni kidogo. Ndio silaha nyingi ambazo zinaonekana ziko katika upande wa huko, silaha kama za Badref na mfano wake. Sasa hivi kwa sababu ya mashambulizi mengi yanafanyika katika upande wa kaskazini magharibi, kwa hiyo unakuta kwamba Iran silaha zao nyingi wanazitumia ni hizi ambazo kidogo ule mzunguko wake unakuwa kidogo ni mpana. Ndio maana wakati mwingine inaweza ikatokea pia simple error au makosa madogo katika ulengaji wa zile targets. Kwa hiyo inaonekana kwamba
Israel sasa hivi mpango wao ni kujaribu kufanya expansion, kufanya utanuzi wa mashambulizi yao walau kufikia katika hizi sehemu ambazo mashambulizi yanapotokea, jambo ambalo tunaamini kwamba litakuwa kidogo lina challenge, kwa sababu mpaka sasa hivi mashambulizi yanayofanyika ndani ya Iran yanafanyika kutokea katika sehemu ya Iraq. Maana yake bado Israel hawajakuwa na uwezo wa kuingia ndani ya Iran, na hii ni kutokana na baadhi ya ripoti za kuangushwa kwa baadhi ya ndege na kuwakamata baadhi ya mapilot ambao walisema katika siku zijazo watawapeleka katika State TV, katika television ya taifa, ili waweze kuzungumza. Kwa hivyo mashambulizi yamekuwa kidogo yanatanuka, lakini lengo tunaloliona kwa sasa ni kufikia katika sehemu ambapo silaha au mashambulizi ya Irani yanapotokea, ili kuweza kufanya disturbance katika launchers au katika zile base ambazo mashambulizi yanatokea, ambao actually miji ya mashariki na miji ya katikati, ambayo vile vile kuifikia kidogo panakuwa kuna challenge. Kwa hiyo ni sehemu ya mashambulizi ambayo yamefanywa na nchi ya Israel. Lakini ukija katika upande wa Iran vivyo wamefanya mashambulizi mengi katika nchi ya Israel. Wamefanya mashambulizi katika mji kama wa Haifa, na katika mji wa Haifa ndio kile ambacho tumekizungumza kwamba silaha nyingi zinatoka katika upande wa magharibi. Ile ukiangalia ile secular air probability yake, ile target inakuwa kidogo ni pana, kwa sababu katika mji wa Haifa, katika mashambulizi ambayo Israel wameyafanya, Iran ameyafanya, moja katika target ilikuwa ni kushambulia katika sehemu ya Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini inaonekana kwamba bomu halikwenda pale, lilikwenda likapiga katika sehemu ambayo ni strategic area, lakini inaonekana malengo hasa ilikwenda katika Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini ni maeneo ambayo yako ndani ya range ya mita 30 mpaka mita 40. Ndio kitu tunasema kwamba sometime kuna errors kidogo zinakuwa zinatokea kulingana na silaha zinapotokea, tofauti na zile silaha kama za Fatahawan ambayo inatokea upande wa magharibi, silaha kama za Khaybar 2 na Khaybar 3 ambazo actually zinatokea sehemu za magharibi, silaha kama za ile wanaita Qasim Suleiman inatokea pia upande wa magharibi, ambao accuracy yake inakuwa kidogo ni kali zaidi kulinganisha na silaha inatokea katika upande wa huko. Kwa hivyo Iran wamefanya mashambulizi katika sehemu ya Haifa na wameweza kuleta madhara. Wamefanya mashambulizi katika sehemu ya Galilee kule kaskazini karibia na mipaka ya Lebanon. Wamefanya mashambulizi katika sehemu ya Beersheba katika upande wa Negev. Wamefanya pia mashambulizi ambayo yameweza kuleta madhara kwa kiwango fulani, lakini vivyo wamefanya mashambulizi katika sehemu ya Tel Aviv yenyewe, lakini vile vile katika baadhi ya base, kwa mfano kama Nevatim wameshambulia katika upande wa Nevatim, ile airbase wameweza kushambulia katika mazingira hayo. Kwa hivyo tunachokiona bado mvutano wa hapa na pale unaendelea, lakini katika upande wa Iran wanachokitumia zaidi ni weakness au udhaifu wa ile anga ya Israel. Udhaifu wa anga ya Israel bado imekuwa ni tatizo kwa Israel. Kwanza kwa sababu Israel wakati mwingine wanatumia silaha hafifu kama drone na mfano vitu kama hivyo, ambazo zinakuwa pia zinabeba makombora, lakini sasa shida inakuja kwamba Israel wanalazimika wapambane hata na zile drone, lakini silaha au zile anti-missile system, silaha zinazotupwa kwa ajili ya kupambana na vitu vidogo kama drone au cruise missile, ni silaha ambayo wakati mwingine silaha inatengenezwa kwa $2 milioni, inakwenda kupambana na drone, au silaha tu ya kawaida inatengenezwa labda kwa $200,000 na mfano, au chini ya $200,000. Kwa hiyo unajikuta kwamba gharama ya vita katika upande wa zile anti-missile system inakuwa ni kubwa sana. Hilo la kwanza. Lakini vile vile kuna tatizo la accuracy. Ukiangalia katika anga, tatizo la ule usahihi. Nikisema accuracy na maanisha ule usahihi. Ukiangalia katika anga kama ya Israel, kuna layer nyingi. Tunasema ni multi-layer space. Ni layer ambayo yani imezungukwa na layer nyingi za kuzuia silaha zisiingie. Pale kuna Iron Dome, kuna Arrow System 2, kuna Arrow System 3, kuna THAAD na zingine, yani kuna layer pale kama 6 mpaka 7, na Marekani vile amepeleka meli kwa ajili ya kutungua tu zile silaha zinazoingia. Lakini mwisho wa siku wa Iran wameweza kufanya manuva kwamba silaha wanazoshambulia zina penetrate, na kama hivi karibuni katika eneo kama la kule Beersheba, wa Iran wametumia silaha ambayo actually kwenye sehemu ya kichwa
tunasema ni cluster wahid. Maanake ni aina ya vichwa ambavyo wakati kinashuka kinafunguka na kutoa sehemu ya milipuko midogo midogo. Tukisema cluster bomb ni yale mabomu ambayo yakipigwa sehemu, lile bomu lenyewe baadaye linafunguka linatoa milipuko mingine midogo midogo ambayo inaweza kuleta madhara katika sehemu kubwa zaidi. Ndio silaha ambazo wa Iran wamekuwa wakizitumia sasa hivi, kwamba silaha inakuja ina kichwa kikubwa, lakini wakati imefika mita takriban kama 7 inafunguka. Kwa hiyo inakuwa inaweza katoa milipuko mingi kwa wakati mmoja, ambapo athari yake actually inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ukizingatia kwamba uwezo wa kuzizuia zile silaha unakuwa ni mdogo, kulingana na spidi ya silaha na ubora wa silaha, lakini vile vile na madhara yanayosababishwa na silaha wakati mwingine yanakuwa ni makubwa, na zile anti-missile inapojaribu kupambana na silaha wakati mwingine zinakuwa pia zinakosea. Kwa hiyo kwa upande mmoja au mwingine ile gharama ya vita inakuwa ni kubwa kiasi ambacho ndio maana siku nyuma ilikuwa inakadiriwa kwamba hizi anti-missile systems zenyewe ndani ya Israel sio kwamba ni nyingi sana. Kwa hivyo ilikuwa inakadiriwa labda ndani ya siku 10 mpaka 12 inawezekana waka struggle kwenye kupata kiasi cha kuweza kuzuia kila silaha inayokuja kutoka katika nchi ya Israel. Huenda labda katika hii batch ya silaha ambazo zimeletwa na Marekani, kwa upande mmoja au mwingine inawezekana ndio zikawa zina msaada katika kuendelea kujipanga kwenye kupambana na nchi ya Iran. Lakini vile vile tunaona kwamba kuna extension ambayo imefanywa na nchi ya Israel. Wameongeza muda, makadirio ilikuwa ni kufanya operation ndani ya wiki 2. Ndani ya wiki 2 ilikuwa ni calculation ya mwanzo, lakini inaonekana kwamba calculation imeharibika na mpaka sasa hivi haijulikani kwamba mgogoro utaisha lini. Hii ni kuonyesha kwamba mahesabu ya mwanzo yaliyopigwa ya mgogoro ni mahesabu ambayo yalikuwa na makosa, kama tumekuwa tukijaribu kuzungumza. Kwa hivyo tuna muda bado wa kuendelea kuangalia movements ya pande zote mbili kutoka katika nchi ya Iran na nchi ya Israel, tukitaraji kwamba huenda masaa 24 yanayokuja tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.